Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametia saini azimio la kanuni za amani katika hafla iliyoshuhudiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio mjini Washington DC. Makubaliano hayo kama alivyochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani ni kama ifuatavyo. Rwanda na Kongo zimekubaliana kila mmoja kuheshimu uhuru na uadilifu wa eneo la kila nchi, na wote kwa pamoja watumie njia za amani katika kutatua migogoro yao kwa misingi ya kidiplomasia na mazungumzo badala ya kutumia nguvu za kijeshi. Rwanda na DRC pia zote zimekubaliana kuheshimu mipaka eneo la kila nchi, na zote zimekubali kujiepusha na vitendo au matamshi ambayo yanatishia amani au kuhoji uhalali wa maeneo hayo. Rwanda na Kongo pia wamekubaliana kila mmoja kutumia haki yake ya kutawala na kusimamia eneo lake kwa njia ambayo haikiuki mamlaka au eneo la mtu mwingine. Lakini pia Rwanda na Kongo wamekubaliana kutoingiliana katika mambo yao ya ndani. Rwanda na Kongo wamekubaliana pia kwamba wote wawili wana masuala halali ya kiusalama katika eneo lao la mpaka wa pamoja, na wamejitolea kushughulikia masuala hayo kwa njia inayolingana na uhuru wa washiriki wa eneo na uadilifu. Washiriki hao pia wamekubaliana kwamba amani, usalama na utulivu ni muhimu ili kuongeza biashara halali miongoni mwao na ushirikiano mpana wa kiuchumi wa kikanda. Rwanda na DRC pia wamekubali nia yao ya pamoja katika kuzuia kuenea kwa vikundi visivyo vya serikali ndani na nje ya mipaka yao na kujitolea kukataa kutoa msaada wa kijeshi kwa makundi yenye silaha. Washiriki hao pia wamejitolea kuanza taratibu za kushiriki katika ulinzi na usalama pamoja ili kukabiliana na makundi yenye silaha yasiyo ya serikali na mashirika ya uhalifu ambayo yanatishia wasiwasi halali wa usalama wa nchi hizo mbili. Rwanda na Kongo pia wamejitolea kujenga mfumo wa ujumuishaji wa uchumi wa kikanda wa hatua kwa hatua juu ya juhudi zilizopo kama vile COMESA na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo inawapa washiriki wote wawili biashara iliyopanuliwa na uwekezaji wa nje ya nchi na kuanzisha uwazi zaidi ili kuhakikisha nchi zote mbili zinafanikiwa kutokana na maliasili za kanda kupitia ushirikiano wa kunufaishana na fursa za uwekezaji. Nchi hizo mbili pia zinatarajia mfumo huo kuambatana na uzinduzi wa upanuzi wa uwekezaji mkubwa, ikiwa ni pamoja na ule unaowezeshwa na serikali ya Marekani na sekta binafsi za Marekani, unaolenga kubadilisha uchumi wa kikanda kwa manufaa ya nchi zote zinazoshiriki katika mpango huo. Rwanda na Kongo pia zimejitolea kuchunguza chaguzi za kuunganisha mfumo huo na mipango mingine ya maendeleo ya kiuchumi wa kimataifa na kikanda, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu. Rwanda na Kongo pia zote kwa pamoja zimekubaliana kuzindua au kupanua ushirikiano katika vipaumbele vyao vya pamoja kama vile maendeleo katika sekta ya maji, usimamizi wa hifadhi za taifa, ushirikiano katika madini na kushirikiana na serikali ya Marekani katika uwekezaji ndani ya mataifa hayo. Kongo na Rwanda pia zote kwa pamoja zimekubaliana kusaidia kurejea kwa mashirika ya Umoja wa Kimataifa na mashirika yanayofanya shughuli za kibinadamu katika maeneo yao ya mashariki mwa Kongo baada ya kurejea kwa amani ya kudumu katika maeneo hayo, pamoja na raia wa Kongo ambao wamekimbia makazi yao kutokana na migogoro na kwa sasa wanaishi Rwanda na nchi nyingine kwa njia inayoendana na sheria zao za kimataifa. Rwanda na Kongo pia wamejitolea kuunga mkono MONUSCO kwa mujibu wa mamlaka yake na kujitolea kulinda, kuwezesha na kukuza uwezo wa jeshi hilo la Umoja wa Mataifa kulinda raia na kutekeleza majukumu yote kama ilivyoelekezwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kazi zinazoungwa mkono na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Nchi hizo mbili pia zimejitolea kulinda, kuwezesha na kukuza uwezo wa jeshi la MONUSCO na vikosi vya kikanda kufanya shughuli zao kulingana na mamlaka yao, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi vile inavyohitajika kwa uratibu, uthibitishaji uliokubaliwa na nguvu kati ya nafasi mbalimbali ili kuwezesha utekelezaji wa nia njema wa kanuni hizo kwa washiriki na makundi yasiyo ya serikali. Katika kuendeleza misingi hiyo kwa kuzingatia mchakato wa amani wa Nairobi na mchakato wa Luanda ambao sasa umeunganishwa chini ya mfumo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ule wa SADC kama ulivyoainishwa na Umoja wa Afrika AU chini ya uwezeshaji wa Rais Granishgibe, kwa kuzingatia mazungumzo ya sasa Doha kati ya serikali ya Kongo, serikali ya Rwanda na waasi wa M23, na kwa ushirikiano na serikali ya Marekani kuratibu rasimu ya amani chini ya Marekani. Makubaliano hayo ya amani ya pamoja yatatiwa saini mnamo tarehe 2 mwezi Mei. Baada ya makubaliano hayo, waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Oliver Nduhungirehe amesema tamko la kanuni zilizotiwa saini mjini Washington DC kati ya Rwanda na Kongo linafungua mlango kwa makubaliano ambayo yataleta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo na eneo zima la maziwa makuu. Nduhungirehe amesema kutiwa saini kwa tamko la kanuni hizo lililowezeshwa na Marekani kunalenga kushughulikia masuala muda mrefu ambayo yamesababisha mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiri eneo kubwa. Ameonya hata hivyo kwamba njia za mkato au marekebisho haraka hayatomaliza ukosefu wa usalama wa miongo kadhaa katika eneo la mashariki ya Kongo. Leo tunazungumzia masuala ya kweli, sababu za msingi zinazopaswa kushughulikiwa ili kufikia amani ya kudumu
kudumu katika eneo letu, Nduhungirehe alisema wakati wa utiaji saini huo, na kuongeza, sababu hizo ni pamoja, kwanza kabisa ni usalama, lakini pia ni kurejea kwa wakimbizi, na muhimu sana tunajadili jinsi ya kujenga minyororo mipya ya thamani ya kiuchumi ya kikanda ambayo inaunganisha nchi zetu, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani. Rwanda kwa miaka mingi imeibua wasiwasi wake kuhusu ushirikiano wa serikali ya Kongo na waasi waliohusika na mauaji ya kimbali ya Rwanda wa FDLR. Kundi hilo linaeneza matamshi ya chuki na ukatili wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watusi wa Kongo. Rwanda inahifadhi takribani wakimbizi 100,000 kutoka Kongo waliokimbia ghasia, baadhi yao wakiwa wamekaa kambini kwa zaidi ya miaka 25. Serikali ya Rwanda pia imeelezea wasiwasi wake kuhusu nia mbaya muungano wa serikali ya Kongo wa kupambana na waasi wa M23. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wamechukua udhibiti wa miji mikubwa mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Rwanda imetupilia mbali madai hayo, ikisema kwamba iliweka hatua za kujihami ili kuzuia matishio ya kiusalama yasije yakachukuliwa kutoka Kinshasa. Kusainiwa kwa tamko la kanuni za amani kumekuja siku 10 baada ya ziara mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Afrika, Masad Boulos, ambaye alikutana na marais wote wawili wa Rwanda Paul Kagame na wa Kongo Felix Tshisekedi. Nduhungirehe alipongeza juhudi za serikali ya Marekani kuunga mkono utatuzi wa amani wa mzozo wa mashariki mwa Kongo, eneo ambalo limeendelea kuwa tete kwa miongo mitatu. Lengo letu ni eneo letu liwe salama, lisilo na itikadi kali za kikabila ambalo tutalitawala vyema, alisema. Ameongeza kuwa tamko hilo la kanuni linafungua mlango kwa makubaliano ya hakika ya amani na kutoa msukumo mpya kwa juhudi zinazoendelea za mchakato unaoongozwa na Afrika chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na mazungumzo ya amani ya serikali ya Qatar. Chini ya uratibu wa serikali ya Qatar, serikali ya Kongo na waasi wa M23 walitangaza kuwa wamekubaliana kusitisha mapigano katika mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja katika miaka mitatu ya mzozo. Lengo letu la pamoja ni kuhitimisha makubaliano ya kina ya amani haraka iwezekanavyo, Nduhungirehe alisema, na kuongeza, lakini hakuna njia za mkato au marekebisho ya kufanywa kwa haraka na lazima tufanye bidii ili ifanyike sawa mara moja na kwa wote. Alisema Rwanda imejitolea na iko tayari kuendelea kufanya kazi pamoja na washiriki wote wanaohusika na swala hilo ili kuhakikisha mafanikio ya mpango huo ambao unawezeshwa na Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema tamko hilo la kanuni lilianzisha uelewa wa kimsingi wa utawala wa kikanda, usalama, mifumo wa kiuchumi na kukomesha mapigano na kuruhusu eneo hilo kufikia uwezo wake kamili. Kuwa na wenzangu wote hapa hii leo, mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizi mbili, Rwanda na Kongo, kunaonyesha mwanzo wa dhamira ya dhati ya kuwa na mazungumzo ambayo tunapaswa kuwa nayo ili kufikia azimio la kweli, alisema Marco Rubio. Ameongeza kuwa eneo la amani la maziwa makuu linahusu maslahi ya uwekezaji wa Marekani. Serikali ya Washington inatazamia kusaini mikataba muhimu ya madini na serikali ya Rwanda na ile ya Kongo. Amani ya kudumu inakuja kabla maendeleo ya kiuchumi, Marco Rubio alisema, na kuongeza, haiwezekani kufanya biashara bila amani. Pia itaruhusu mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kurejea makwao kwenye jamii zilizokuwa salama na fursa mpya za kiuchumi ambazo zimeondolewa kwa vizazi vingi sasa. Na tukiendelea na taarifa za Afrika, sasa tuelekee huko nchini Burundi, ambapo shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema kuongezeka idadi ya wakimbizi wanaokimbia mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda Burundi kunaweka shinikizo kubwa kwa mashirika misaada yanayojitahidi kukabiliana na mzozo unaozidi kuwa mbaya, huku kukiwa na uhaba wa rasilimali. Shirika hilo limeongeza katika taarifa yake iliyotolewa kuwa zaidi ya watu 71,000 wamevuka mpaka na kuingia Burundi tangu mwanzoni mwa mwaka huu wakikimbia ghasia zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Shirika hilo limeongeza kuwa wakimbizi 12,000 wamehamishiwa kwenye eneo la Musini, huku wengine wakiishi na jamii zinazowapokea katika maeneo ya mpakani. Shirika hilo limesema eneo la Musini karibu na mpaka wa nchi hizo mbili limejaa watu na lina takriban watu 16,000 licha kuwa limetayarishwa kuhifadhi watu 3,000 pekee. Mkurugenzi wa dharura wa shirika hilo la kuhudumia wakimbizi ameeleza kuwa mgogoro wa kibinadamu katika mpaka wa Burundi na Kongo hauishi kwenye uhaba wa chakula, kwani maji ya mvua yamefurika mahema ya dharura yaliyowekwa katika ardhi ya uwanda wa kilimo na hivyo kuzidisha hatari ya kusambaa kwa magonjwa. Tangu mwezi Januari mwaka jana, eneo la mashariki ya Kongo limekumbwa na mapigano makali kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Kongo, na hadi sasa maelfu ya watu wameuawa na makumi ya wengine wamelazimika kuyahama makazi yao. Na timu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNAMIS imetoa wito wa kukomeshwa mara moja kwa mapigano baada ya kushadidi vita kati ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudan Kusini na wanajeshi wa upinzani wanaomuunga mkono makamu wa kwanza Rais Riek Machar. Pande hizo mbili zimekuwa zikipigana tangu mwishoni mwa mwezi Februari huko Upper Nile
kabla ya mapigano hayo kuenea hadi kwenye jimbo la Equatoria ya Kati ambako idadi kubwa ya wanajeshi wa upinzani wa jeshi la ukombozi la watu wa Sudan walikuwa wamewekwa. Taarifa ya UNAMIS iliyotolewa huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, imesema tunatoa mwito kwa wahusika wote wa kijeshi kujiepusha na migogoro, kutanguliza mbele ulinzi wa raia, kusuluhisha tofauti kwa njia ya mazungumzo na kuhakikisha amani na usalama unapatikana bila kuwekewa vizuizi vyovyote. Timu hiyo Umoja wa Mataifa imesema kwamba ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya pande hizo mbili katika kaunti za Marobo na Yeli za Equatoria ya Kati ambazo zimesababisha raia wengi kuhama makazi yao na wengine wengi kuuawa na kujeruhiwa. Zaidi ya watu 7,000 wamekimbia makazi yao huko Marobo pekee tangu mapigano yalipozuka wiki iliyopita kati ya vikosi hivyo viwili. Na tuhitimishe taarifa za Afrika ambapo mawaziri wa ulinzi wa mambo ya nje wa nchi zenye wanajeshi katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Somalia wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka za kuongeza idadi ya wanajeshi na kuimarisha usalama nchini Somalia kutokana na kuzidi kudorora hali ya usalama, huku genge la kigaidi la kitakafiri la Al-Shabaab likizidi kuimarika. Mawaziri hao kutoka Djibouti, Ethiopia, Kenya na Uganda pamoja na wale wa Somalia wametoa mwito huo kwenye kikao chao mjini Kampala, Uganda. Mawaziri wawili wa Misri nao wameshiriki kwenye kikao hicho. Jacob Oboth, waziri wa ulinzi wa Uganda, amesisitiza haja kukabiliana na tishio linaloongezeka la mashambulizi ya Al-Shabaab sambamba na kuimarishwa kwa juhudi za kuleta utulivu wa kudumu nchini Somalia. Vile ametoa mwito wa kuongezwa idadi ya wanajeshi wa kulinda amani, akionya kwamba kuna hatari ya kupoteza mafanikio ya kazi iliyofanyika kwa bidii huko Somalia kama askari zaidi hawatopelekwa kukabiliana na genge la Al-Shabaab. Kwa upande wake, Ahmed Maalim Fik, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Somalia, ametoa mwito wa kuimarishwa haraka kwa vikosi vya kukabiliana na mashambulizi ya Al-Shabaab, akisema kuwa amani nchini Somalia ina maana ya utulivu wa eneo zima la pembe Afrika. Mnamo mwezi Mei mwaka 2019, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipasisha azimio la kuidhinisha kupunguzwa idadi ya wanajeshi wa kulinda amani, huku vikosi vya Somalia vikichukua jukumu la kulinda usalama wa nchi yao. Uganda ilipunguza askari wake na Burundi iliondoa kabisa wanajeshi wake kutoka kwenye nchi hiyo yenye matatizo mengi hasa kiusalama. Sambamba na hali kuzidi kuwa mbaya, Uganda ilitangaza mapema mwaka huu kwamba ina mpango wa kupeleka wanajeshi zaidi nchini Somalia. Misri pia imeonyesha nia kupeleka wanajeshi wake katika taifa hilo. Naye Mahmoud Ali Yusufu, mwenyekiti wa Kamisheni ya Afrika, ametilia mkazo haja kuweko uungaji mkono endelevu wa kisiasa na kifedha kwa ajili ya kazi za Umoja wa Afrika nchini Somalia. Mwisho wa taarifa za Afrika, mimi ni Awadh Rashid wa Arusha One Radio.